Sasa Rais Samia naye ameamua kutumia mkakati huo huo baada ya Chadema kuamua kuwa na msimamo wa no reform no election. Rais Samia na serikali yake na ofisi ya msajili wa vyama na mfumo wa idara wameamua ili kuupa uhalali uchaguzi mbele ya jicho la jamii ya kimataifa, wafanye mambo mawili. La kwanza, waite kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi, waviite vyama Dodoma visaini kanuni mbovu za maadili chini ya tume isiyokuwa huru, tume isiyokuwa na maadili. Wakaita vyama vyote 19, vyama 18 CCM na vyama 17 vinavyojiita vya upinzani, wakaenda Dodoma kusaini hicho kinachoitwa maadili. Katibu mkuu wa Chadema ambaye kimamlaka ndio nilipaswa kwenda kusaini, chama kina msimamo kwa azimio la mkutano mkuu wa chama kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wananchi wana msimamo, wamechoka wizi wa kura, uporaji wa demokrasia 2019, uporaji 2020, uporaji serikali za mitaa na vijiji 2024. Watu wamechoka na wizi wa kura. Hapa kwa mfano Bunda, katika mitaa 88 uchaguzi wa 2024 tulikuwa na wagombea kwenye mitaa 85, tulikuwa na uhakika wa kushinda mitaa 57. Wakakata 10 kuengua, waliobakizwa wakaiba, wakahujumu kwa kiwango ambacho Chadema ikapewa mitaa 2 tu kati ya 88. Pamoja na wingi huu wa watu ambao mnatunga mkono, kulikuwa na uchaguzi hapa? Hakukuwa na uchaguzi, si ndio? Sasa mimi nikasema kwa niaba ya wananchi wanaokerwa na wizi wa kura, kwa niaba ya chama chenye msimamo bila mabadiliko hakuna uchaguzi, sitakwenda Dodoma kusaini maadili ya uchaguzi, na sikwenda tarehe 12 Aprili. Sasa nilipoacha kwenda kusaini maadili tarehe 12 Aprili, na niwaulize tu wananchi, manake kuna watu wanasema kwamba kwa katibu mkuu wa Chadema kutokwenda kusaini maadili amewakosesha wanachama wa Chadema ndoto za kuwa wabunge, madiwani na nini. Mimi naamini hizo ndoto za watu wana haki ya kuwa na ndoto ya kuwa madiwani, kuwa wabunge, haziwezi kufanikiwa bila kwanza kupata tume huru ya uchaguzi. Katika mazingira hayo, wale ambao mnakubaliana kwamba katibu mkuu nilifanya uamuzi sahihi kutokwenda kusaini maadili, vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Naomba mpaka mama yangu nitilie pale, amenyosha, mama Lisha amenyosha vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Hizi ni salamu za watawala. Sasa baada ya kutokusaini maadili tarehe 12, watawala kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wakaongeza kasi ya kutekeleza mkakati ambao waliuanza mara baada ya mkutano mkuu wa chama Mlimani City na baraza kuu la tarehe 22 mwezi Januari 2025, ulipopatikana uongozi mpya wa mwenyekiti Tundu Lissu, makamu mwenyekiti Heche, na Mheshimiwa Lissu akanipendekeza kuwa katibu mkuu. Baraza kuu likanithibitisha na manaibu katibu mkuu wetu na wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa na mwenyekiti wakathibitishwa. Watawala wakaanza mbinu haramu zilizohusisha ofisi ya msajili, watu ndani ya dawati la siasa, ofisi ya rais Samia, na baadhi ya wasaliti wa ndani ya Chadema wachache, kwamba Lissu akoseshwe timu ya kazi. Wakaanza mchakato wa kuiondoa secretariat, wa kumwondoa katibu mkuu wa chama. Nilipoacha kwenda kusaini maadili Dodoma, wakafikia uamuzi kwamba namna pekee ya kufanya
Chadema iende kwa matakwa ya watawala kama vyama vingine, aondolewe katibu mkuu aliyopo, watafute namna ya kujipenyeza kuingiza katibu mkuu mwingine. Sasa hii kazi inafanywa na ofisi ya msajili. Mimi sitazungumza sana kwa sababu tayari ofisi hiyo imeshazungumzwa na Mheshimiwa Lema. Mimi nataka niwatajie namba tu ya msajili msaidizi, msajili wa vyama. Nyinyi najua nyinyi watu wa Mara, nyinyi watu wa mkoa wa Mara wa Bunda ni watu majasiri kweli kweli, si ndio? Mnaweza kumwambia ukweli mtu bila kumwogopa, si ndio? Si ndio? Wangapi mnanaidi nikiwapa hapa mtamfikishia ujumbe? Hapa niulize, nitoe namba yake? Nitoe namba yake? Bwana mmoja anaitwa Sisti Nyahoza ambaye ni msaidizi wa mtungi, ila msaidizi wa mtungi katika ofisi ya msajili ana mamlaka makubwa kuliko hata mtungi. Hata ile kesi ya wale wa Zanzibari wakiongozwa na Said Isa Mohamed ambao wameifungua kutaka shughuli zote za Chadema nchi nzima zizuiwe, zote zizuiwe. Kesi hiyo vile vile imehusika baadhi ya watu wa karibu ya Samia, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa akihusika huyu Sisti Nyahoza, msajili msaidizi. Wewe kama ulijui jina lake, wewe andika tu msajili, alafu nataja namba 0784394883. Narudia tena, naweza kuandika tu msajili, alafu baadaye utafanya unachokiona wewe kinafaa. Si ndio jamani? Si ndio people's power, si ndio? Si ndio nguvu ya umma, si ndio? Si sauti ya watu, ni sauti ya Mungu, si ndio? Narudia tena kutaja namba yake 0784394883. Narudia kwa mara ya mwisho 0784394883. Sasa mtafute, ukisipopata sasa mtafute kesho, mtafute kesho kutwa, mpaka ufikishe salamu zako na sauti yako mwananchi. Sawa sawa jamani? Peoples. Ndugu zangu, sisi tulipochukua msimamo wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, watawala hawa wamekuwa wakieneza propaganda, na sisi ikieneza propaganda kupitia kwa wakina Wasira, Nchimbi, Makala, lakini na viongozi wa serikali, kwamba huu msimamo wa no reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ni msimamo wa Chadema, ni msimamo wa viongozi wa juu wa Chadema, sio msimamo wa wananchi. Tumekuja kwenu Bunda hapa ni wahoji ili salamu zifike kwa Rais Samia, zifike kwa Wasira, zifike kwa Nchimbi juu ya msimamo wa wananchi kuhusu hilo. Wangapi mnakubaliana na sisi kwamba bila mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, bila mabadiliko hakuna uchaguzi? No reforms no election. No reform no election. Wapiga picha tupate picha hii ya no reform no election, na ili sauti zenu zisikike. Nikisema no reforms, tunasema no election. No reforms, no reforms, no reforms, no reforms, no reforms. Shukrani sana. Sasa katika huo mkakati wao, baada ya kuvisainisha vyama hivyo vinavyojiita vya upinzani, wakati vimeamua kufuata msimamo wa CCM, hizo kanuni mbovu za maadili, wameamua vile vile kwamba wamechagua kachama kamoja wapo na kushawishi wasaliti wachache waende kwenye hako kachama, ili hako kachama
kaje kajitambulishe kwamba kana viongozi wa Chadema waliokuwa viongozi wa Chadema, kwa hiyo kaumbwe mkono. Mimi nataka kuuliza swali hapa Bunda. Baada ya kuwa tumekubaliana kwa pamoja kwamba msimamo wetu ni no reforms no election, kikija chama kinachojiita cha upinzani kinachofuata msimamo wa CCM wa kushiriki uchaguzi katika mazingira haya, mtakisikiliza? Mtakisikiliza? Kwa hiyo nataka hili nalo tulipigie kura. Wangapi mnasema mtawapuuza wote hao? Mtawapuuza hivyo vyama vidogo, vyama vingine vyote vinavyotaka kushiriki uchaguzi, mtawapuuza. Asanteni sana. La tatu ambalo nalo tungependa kupata kauli yenu ya wananchi, kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Sisi tulifanya mazungumzo nao kutaka marekebisho ya katiba na sheria, tukiwaambia nini kirekebishwe ili upatikane uchaguzi huru na haki. Tulizungumza na Rais Ikulu Chamwino mwezi Mei mwaka 2022, nilikuwepo. Baada hapo tukaingia kwenye mazungumzo, sisi wakiongozwa na baada ya rais, makamu wa mwenyekiti aliyekuwa Kinana, timu ya viongozi 5 wa CCM kiwemo mawaziri. Upande wetu sisi tuliongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe, mimi nilikuwa mjumbe. Tukazungumza kwa mwaka mzima, tukamwambia matatizo yetu ya uchaguzi chanzo chake ni katiba. Tukawatajia ibara za katiba zenye mapungufu na mapendekezo yarekebishweje. Wakagoma kurekebisha kwa sababu walikuwa wanajiandaa kuiba uchaguzi 2024 na wamejiandaa kuiba uchaguzi 2025. Matokeo yake hivi sasa viongozi wa CCM akiwemo Wasira, Nchimbi, viongozi wa serikali, mawaziri, bunge, ndani ya bunge hilo ambalo limejaa wabunge wa CCM, wanasema kwamba hoja hii ya marekebisho ya katiba na sheria kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025, kwa sasa ni mwezi Mei, muda umekwenda, ratiba haiwezi kuruhusu kufanya hayo marekebisho. Sisi tunawaambia na tumewaambia, kama mnasingizia muda, sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele mpaka kwanza kufanyike hayo marekebisho na uchaguzi ufanyike. Na jambo hilo linawezekana. Uliwahi kusogezwa mbele uchaguzi wa udiwani miaka ya mwanzo wa mfumo wa vyama vingi. Ulikuwa mwanzoni uchaguzi wa udiwani unafanyika pamoja na uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa, lakini walipotaka uchaguzi wa udiwani ufanyike sambamba na uchaguzi wa ubunge, wakawaongezea madiwani mwaka mmoja wa kuwa kwenye uongozi, wakarekebisha sheria. Hivyo inawezekana kurekebisha katiba, kuongeza huo muda kidogo kwa ajili ya kuwezesha mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Jambo hilo linawezekana. Sasa wanasema kwamba hili ni lenu viongozi wa Chadema, lakini wananchi wamekwisha jiandikisha kupiga kura na wananchi wanasubiri kwa hamu kupiga kura. Ni msimamo wenu? Ni msimamo wenu? Wangapi mnaungana na sisi kwamba uchaguzi kibidi usogezwe mbele mpaka kwanza mabadiliko yafanyike ya kuwezesha uchaguzi una haki? Vidole viwili Bunda. Nashukuru ni gang pale anasema hii imeenda, si ndio? Ndugu zangu, uchaguzi ni tendo kwa kweli tukufu na takatifu. Ndio maana hata katika vitabu vya kiimani, Uislamu, Kristo kwenye Qur'an na hadithi za Mtume, Ukristo kwenye Biblia, masuala ya uchaguzi yametajwa. Biblia kwa mfano, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 16, 15 mpaka 26 umeeleza kuhusu uchaguzi. Takumbuka kwamba Yesu alifanya uteuzi wa mitume 12.
Lakini kati ya wale ambao aliwateua, mmoja aliyeitwa Yuda Iskarioti akamsaliti Yesu, akasulubiwa. Yesu aliposulubiwa, alipopaa mbinguni, aliacha wafuasi. Wafuasi wale wakaongezeka, wakafika ambao walikaa kikao cha uchaguzi, watu 120 wakakaa. Ukitaka kujua uchaguzi ni tendo takatifu, ukisoma sura hiyo kwamba uchaguzi unafanywa na Mungu. Kabla ya watu kuchagua, wakaomba, alafu ndio wakapiga kura, wakamchagua Matias mtume kuchukua kuwa mbadala wa Yuda Iskarioti. Uchaguzi ni tendo takatifu kwa sababu uchaguzi unatupa viongozi. Uchaguzi ndio unatupa viongozi wa kuamua kwamba ama waharakishe kutengeneza soko. Yaani nimepita leo, nimetembea, nimeenda nyuma kule, nikatajia nitakuta ile soko ambalo imeahidiwa muda mrefu itajengwa, bado liko ovyo kweli kweli. Kuta stendi nayo shida tupu. Uchaguzi ndio unakufanya upate viongozi, upate rais atakayejali maisha ya watu, atakayepunguza tozo kwenye miamala ya simu badala ya kuongeza tozo, atakayehakikisha mtoto huyu anapata elimu iliyo bora, atahakikisha mama yule akienda kutibiwa hospitali anapata madawa na sio hospitali ni sehemu ya kuandikiwa tu alafu aende kununua madawa mwenyewe. Itahakikisha kijana anapata ajira. Itahakikisha maeneo yaliyogunduliwa ya migodi hapa Bunda, wananchi wananufaika kutokana na madini dhahabu iliyoko hapa Bunda. Uchaguzi unaleta uongozi, na uongozi ndio ambao unasimamia maisha ya watu. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, swala la uchaguzi hili na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na haki linapaswa kuwa swala kipaumbele sana. Sasa mwaka 2020 tuliibiwa uchaguzi na tukaikataa kuitambua serikali ya Magufuli na tukauita ule uchaguzi kuwa uchafuzi. Tukasusia viti tulivyokuwa tumetangazwa vichache. Tulitangazwa kiti kimoja tu cha ubunge cha jimbo, na wakasema tupeleke majina ya viti maalumu 19. Sisi tukaweka msimamo kwamba hatupeleki. Msimamo ule tuliuweka kwa sababu kwa kuwa na mbunge mmoja tu wa jimbo la upinzani kupitia Chadema, bunge lile lingekosa uhalali mbele ya jamii ya kimataifa. Serikali ya Magufuli ingewekewa shinikizo la kufanya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Watawala walipogundua kwamba Chadema kutokupeleka majina ya viti maalum itakuwa shinikizo kubwa sana kwa bunge, kwa serikali na kwa rais, watawala wakarubuni baadhi ya kina mama wachache ndani ya Chadema, mfumo wa spika, mfumo wa neki, mfumo wa ofisi ya rais, wakagushi, wakaingia bungeni, wakalipa uhalali bunge, wakaanza kuitwa kuwa ni wabunge wa Chadema wakati wa kupendekezwa wanachama. Tukawafukuza wanachama, bado wakalindwa na mfumo, wakabaki kwa miaka 5, wakakwamisha reforms, wakakwamisha mabadiliko. Sasa ndugu zangu wa Bunda, watu wale waliokwamisha shinikizo kwa serikali 2020 kutaka mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa kulipa uhalali bunge, watu hao wa ndani ya Chadema katika uongozi na hao waliopelekwa bungeni na hao wa mfumo wa serikali sasa wanataka kushirikiana tena kuhalalisha uchaguzi kwa kujipeleka kwenye hicho chama kidogo kingine. Mtawaunga mkono? Mtawaunga mkono? Kwa hiyo hawa wote ni wasaliti, na rai yangu na ombi langu kwenu, wasiungwe mkono, msiwaunge mkono. Nguvu zetu zote tuzielekeze kwa pamoja kwenye no reforms no election. Nikisema no reforms nasema no election. No reforms, no reforms, no reforms.